Hivi sasa huko Ulaya kuna mjadala mzito ambao umeibuka kuhusu chanjo ya COVID-19 ama chanjo ya corona. Sasa gazeti la Berliner Zeitung limefichua kuwa tume ya Umoja wa Ulaya yaani European Union Commission imethibitisha kuwa chanjo hiyo iliidhinishwa bila data kamili ya usalama. Makubaliano ya mwaka 2020 kati ya Umoja wa Ulaya na kampuni ya BioNTech na Pfizer yalikuwa na masharti yaliyosema wazi kuwa athari za muda mrefu, ufanisi wa kweli na madhara kamili ya chanjo hayakujulikana. Hata hivyo, tume ya Ulaya ilieleza kuwa uamuzi wa kwanza kuitumia uliwezekana mara tu faida za chanjo zilipoonekana kuzidi hatari zake. Lakini si kila mtu anakubaliana na maamuzi hayo. Mbunge wa Austria ndugu Gerhard Hauser ametoa kauli kali akisema hii inawadhalilisha watu wote waliopokea chanjo katika Umoja wa Ulaya na kuwafanya kuwa kama majaribio ya binadamu. Wakati huo huo, upande wa Marekani, mamlaka ya chakula na dawa FDA inajadiliana kuwasilisha ushahidi unaodai kuwa watoto takribani 25 wamefariki dunia baada ya kupokea chanjo ya COVID-19, yaani chanjo ya corona. Anasema hii inaleta mjadala mkubwa sana. Je, maamuzi ya haraka kuhusu chanjo wakati wa dharura ya kiafya yalikuwa sahihi au yaliharakishwa bila kuzingatia usalama wa muda mrefu? Je, unadhani raia wa kawaida walitumika kama majaribio? Na je, ni nani anayepaswa kubeba jukumu kwa maamuzi kama haya? Bana, mjadala mkubwa kama nilivyokuambia uko Ulaya na Marekani hivi sasa umeibuka ya kwamba watu wengi wamepata changamoto ama madhara kutokana na kutumia ile chanjo ya uviko 19. Watu wengi kwelikweli, wengine wameparalyze, wengine kama hivyo unavyoambia takriban watoto 25 wanaripotiwa kufariki dunia baada ya kutumia chanjo hiyo. Haieleweki itakuwa kwa namna gani, lakini kwa taarifa ambazo zipo hivi sasa ni namba kubwa ya watu wamepata madhara kutokana na matumizi ya chanjo hiyo. Na mimi ni ripoti itakavyokuwa inakuletea, tutakupa majibu ya kile ambacho kinaendelea huko Ulaya.